الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज का खुतबा भी गुज़श्ता खुतबात के तसलसल में है। आज lewa Ijumaa iliyopita. Leo nitaeleza mambo mawili ambayo ni kuhusu kutekeleza haki za jamii na kufutilia mbali fitina katika jamii na kusambaza na kueneza amani na usalama katika jamii na kuthibitisha uadilifu na kufanya mioyo chini ya amri za Mwenyezi Mungu, na ni kuhusu kutekeleza ahadi zenu. Au katika amri hizi mafundisho ya Islam yameelezwa. Siku hizi watu wanaleta shutuma dhidi ya Islam kwamba kuna ukali katika mafundisho yake. Zaidi ya ugaidi na fitina haipatikani katika mafundisho ya Islam. Hivi karibuni mwandishi wa habari ya Marekani yeye aliandika kwamba siku ya Ijumaa katika Islam na uzubillah ni siku ya fitina na ufisadi, na aliandika mambo mengine pia chungu mzima dhidi ya Islam. Jumuiya iliwasiliana na wasimamizi wa gazeti, na kijana wetu mmoja aliandika kuhusu uzuri wa Islam makala mzuri, na nimesema wao wawasiliane zaidi na waeleze uzuri wa Islam na malengo ya Islam na malengo ya Ijumaa inayopatikana katika Islam. Nimewaambia wao waandike makala ili watu hawa wajue uzuri wa Islam ni nini. Siku hizi au katika dhama hii ni jukumu la Jumuiya Ahmadiyya tu kwamba kwa kusogeza mbele ujumbe wa ashiki wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si hii tu kwamba sisi tulinde Islam kwa kufutilia mbali shutuma zao na kwa kutoa hoja madhubuti tuzibe midomo ya maadui pia. Hii ndiyo ni kazi yetu, lakini Mwenyezi Mungu mwenyewe pia amefanya mipango ya kulinda Islam. Baadhi wakati Mwenyezi Mungu anawahimiza wasiokuwa Waislamu, wao wanaanza kueleza uzuri wa dini tukufu ya Islam. Kuna Mkristo Katholiki, yeye ni profesa. Yeye hivi karibuni aliandika makala moja katika Daily Telegraph, na katika makala yake alisifu Islam na Waislamu, na aliandika dhidi ya atheism na dhidi ya makundi ambayo yanapinga dini. Na yeye aliandika kwamba mafundisho mazuri ya Islam
na mila ya Islam inatakiwa isambazwe na ithibitishwe. मजहब Siku hizi wanaoleta shutuma dhidi ya Islam na dini ni wale watu ambao hawamwamini Mwenyezi Mungu. बहरहाल जैसा कि मैंने कहा Ilimradi ये काम hii ni kazi yetu kwamba sisi कि दीन की tueleze umuhimu na dhurura ya dini na tuthibitishe kwamba Mwenyezi Mungu yupo, क्योंकि एक हकीकी मुसलमान kwa sababu Muislamu mkweli ni yeye tu ambaye anaweza kufanya kazi hii. Na kwa kujiunga na imamu wa zama hii ni Wahmadhia ambao wanaelewa mafundisho sahihi ya Islam na wanaweza kusambaza duniani, na wanatakiwa wawe wa aina hii. और ये काम Na kazi hii कुरान करीम की तारीफ ni inaweza kufanywa kwa kufuata amri za Mwenyezi Mungu na mafundisho ya Qur'an tukufu. Kama nilivyosema, leo nitaeleza kuhusu के बारे में amri mbili ambazo zilizoelezwa katika aya za sura An'am 152 na 153 ambazo niliwahi kueleza katika hutuba kadhaa iliyopita. Jambo la kwanza nitakaloeleza ni kuhusu uadilifu. Mwenyezi Mungu anasema, waiza kultum faadilu walau kana za kurba, आदिलु वलो काना ज़ा कुर्बा, na msemapo basi shikeni adili ingawa ni jamaa. चाहे वो शख्स कितना ही करीबी हो जिसके मुतालिक बात की जा रही है। Uadilifu una sura mbalimbali au ni aina mbalimbali. Kuhusu hii katika Qur'ani tukufu Mwenyezi Mungu ametoa amri wazi wazi. इस गवाही को Ushahidi huu unaotolewa kuhusu dhidi ya jamaa wa karibu, Mwenyezi Mungu ameeleza sehemu nyingine इसमें kuhusu ushahidi huu, बल्कि खुद na si watu wa karibu tu wamehutubiwa, bali anayetoa ushahidi yeye pia amehutubiwa na wazazi pia wamehutubiwa. Kuna aya ya sura An-Nisa 136 Mwenyezi Mungu anasema, ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bilqisti shuhada lillahi walaula anfusikum awil walidaini wal aqrabina वालिदैन वल in yakun ghaniyan au faqiran fallahu awla bihima फल्लाहु औला fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu au turizu fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira. काना बिमा तामलून, Yani, enyi mlioamini, kuweni wakali katika kusimamia uadilifu, mkiwa को मजबूती से mashahidi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, hata kama jambo husika liwe dhidi ya nyinyi wenyewe au juu ya uzazi wenu na jamaa wa karibu, awe tajiri au maskini, Mwenyezi Mungu yu karibu nao zaidi wote wawili. Basi msifuate matamanio ili kutofanya adili, na kama mkipotoa ukweli au mkijitenga, basi hakika Mwenyezi Mungu anazo habari za mnayoyatenda. Halifa mtukufu anasema kwamba hapa kuhusu ushahidi Mwenyezi Mungu ameeleza jambo la msingi kwamba ushahidi wenu unatakiwa uwe kwa ajili ya kupata na kuzingatia ridhaa ya Mwenyezi Mungu tu, na unatakiwa uwe chini ya amri za Mwenyezi Mungu. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam anasema sehemu moja kwamba musimame kwa haki na uadilifu, na inatakiwa kila ushahidi wenu uwe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Basi duniani दुनिया में kwa ajili ya और इंसाफ कायम kuthibitisha uadilifu kuna njia moja tu, kwamba wakati wa kutoa ushahidi mtu azingatie ridhaa ya Mwenyezi Mungu. कभी वो आला माया Bila hii ile hali halisi haiwezi kupatikana, ambayo inaweza kufutilia mbali kutokuwa na uadilifu na unaweza kufutilia mbali dhulma. Sayyidina alayhi salatu wassalam alisema
एक और जगह sehemu ingine kwamba mfalme wa mambo yote ni uadilifu. अगर ये Ikiwa nguvu hii haipatikani, sifa hii haipatikani ndani ya mwanadamu, basi anaweza kukosa mambo yote. बस अदलो इंसाफ का Basi इंसान में होना kuwa na uadilifu katika mwanadamu unaboresha sifa zake na hulka zake. में जो तफसील भी Maelezo yaliyoelezwa katika aya hii, ikiwa hii inafuatwa, yani kwa ajili ya kuthibitisha na kusimamia uadilifu, yeye haogopi hata kutoa ushahidi dhidi yake, na yeye haogopi kutoa ushahidi dhidi ya wazazi wake, wala haogopi kwa kutoa ushahidi dhidi ya jamaa yake. Katika hali hii jamii nzuri inaweza kupatikana yenye amani ambayo mfano wake hauwezi kupatikana. Ushahidi unalazimika kutolewa wakati makundi mawili yanapohitilafiana. ऐसी सूरत में Katika hali hii या खुद फरीकैन से makundi yote mawili wanaambiwa watoe waeleze maelezo yao, au mashahidi wanaletwa ili uhakika ujulikane हकीकत वाज़ेह हो और फैसला करना na iwe rahisi kutoa uamuzi na iwe rahisi kwa ajili ya kuthibitisha na kusimamia uadilifu. Lakini kama ushahidi ni ushahidi wa uongo अपने बयानों na maelezo yanaelezwa kinyume na ukweli kwa ajili ya kupata haki, katika hali hii anayetoa uamuzi inakuwa ngumu kwake. Labda uamuzi uliotolewa labda si sahihi, labda inaweza kuwa uongo. Katika hali hii गुनाह wale wanaotoa ushahidi, dhambi itakuwa juu yao, si juu ya yule anayetoa uamuzi, anayetoa hukumu. अपनी जाती फायदे के लिए नहीं Baadhi wakati ikiwa ushahidi si kwa ajili ya faida nafsi yake, ni kwa ajili ya faida ya jamaa, katika hali hii wanatoa ushahidi wa uongo, na hivi wanapoteza wale wanaotoa hukumu, na matokeo yake ni kwamba wao wanakuwa wenye dhambi. Mtume sallallahu alaihi wa sallam alisema, फरमाया ikiwa mtu anasema kinyume na haki, nilazimisha nitoe hukumu, basi mfano wake ni kwamba kama mimi nampatia moto, बस झूठे बयान basi kwa kutoa ushahidi wa uongo na kwa kueleza maelezo ya uongo, kila mmoja anatakiwa ajiepushe mbali kwa kupata moto. वही है जिससे बचे Aya ya sura Nisa niliyoyasoma mbele yenu, ये aya hii inaeleza अहकामात kuhusu mambo ya familia na mambo ya nyumbani. बस अगर Basi wale watu ambao अपने नाजायज हुकूक खामद हो या बीवी हो wanataka kupata haki ambayo si haki yao, awe mume au mwanamke, इसी तरह vile vile katika sura ya खुला की सूरत में talaka au hula, jamaa wa karibu wa mume au mwanamke kwa kutoa ushahidi wa uongo देकर wanataka kupata haki, फायदे उठाने की कोशिश करते wanataka kupata faida isiyo haki yake. Kwa kufanya hivi wanamwaga damu ya uadilifu, na hii wanaweza kupata faida ya dunia, lakini ni moto kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanaochukua wanapokea na जो क़यामत moto huu utapeleka katika matokeo mabaya siku ya kiyama. Mwenyezi Mungu anasema ताला फरमाता है कि फरीकैन भी watu na mashahidi kwa kufuata tamaa ya nafsi zao wanaenda kinyume na uadilifu. Kwa kufanya hivi, basi msifuate matamanio yenu, bali jaribuni kusimamia uadilifu. साफ कायम करने की कोशिश Kisha Mwenyezi Mungu asema, wa in talvu otorezu fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira, तामलून खबीरा na kama mkipotoa ukweli au mkijitenga, basi hakika Mwenyezi Mungu anazo habari za mnayoyatenda. Basi ushahidi wa uongo फैसला करने वाले unaweza kudanganya yule anayetoa hukumu, जिसके पास मामला है उसको धोखा दे सकती हैं na kwa kufanya hivi labda
hukumu unaweza kutolewa katika haki yake yule aliyetoa ushahidi wa uongo, lakini mwenyezi mungu ambaye anazo habari za kila kitu, sisi hatuwezi kumdanganya yeye. Mtume sallallahu alaihi wasallam वसल्लम ने katika hutuba ya nikaa खुतबा निकाह में alitukumbusha kuhusu amri ya mwenyezi mungu isemayo kwamba semeni kweli na iliyo wazi na sawa. Hii ni kwa sababu ya hii kwamba wakati wa kujenga uhusiano na wakati wa kuishi duniani, ikiwa kuna shida yoyote katika maisha, katika hali hii kulu qawlan sadida, semeni kweli na msiache amri hii ya mwenyezi mungu. Kuacha amri hii itatupeleka mbali katika ucha mungu, ये तुम्हें itatupeleka mbali katika uadilifu, ये मुआशरे में na itasababisha kuleta ufisadi na fitina katika jamii. Katika kadhaa yetu pia, कज़ा में भी wakati mambo ya hula na talak yanapoletwa, baadhi wakati mimi mwenyewe pia nasoma mambo yao, nakuta kwamba कि इंसाफ पर मबनी wale walioeleza maelezo yao hawakueleza maelezo yao kwa kweli na kwa uadilifu, na wale walitoa ushahidi wao pia hawakutoa ushahidi wao kwa uadilifu. Vile vile kuna mambo ya biashara na इनमें भी बाज लोग आर्जी और जाती फायदे के लिए kubeana mali. Katika hali hii pia kwa kutokufanya uadilifu wanapata moto. हदीस है Hadithi hii ambayo ni kuhusu kupata moto ni kuhusu ndugu wawili ambao waliletwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia wote wawili ndugu kwamba ikiwa mmoja wenu ni mzazi mzuri, labda mitatoa hukumu katika haki yake, lakini ni kipande cha moto ninachompatia. और क़यामत के दिन यही फंदा बनेगा। Kwa kusikia hii, ndugu wote wawili wakaanza kulia चीख मारी और na wakasema kwamba sisi यह कहा hatutaki haki yetu, bali kila mmoja akasema mimi nampatia haki yangu ndugu yangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba kuacha haki hii pia si sahihi, छोड़ना भी गलत है। hii ni haki yenu, lazima mupate haki yenu, lakini kama ikiwa hamna ushahidi इनका सबूत है au makaratasi yanayothibitisha nani ni mwenye haki, basi katika hali hii mupige kura, na yeyote akipata kura basi apokee mali. Hii ndiyo ni njia ya kufanya uadilifu, na hii ndiyo ni hali ya uchamungu unatakiwa upatikane. अल्लाह ताला Mwenyezi Mungu awarehemu na awapatie akili wale watu ambao इंसाफ wanakuwa kizuizi katika kufanya uadilifu. अगर घरेलू से Ikiwa katika mambo ya nyumbani na katika mambo ya biashara ushahidi unatolewa kwa ukweli na ushahidi unatolewa kwa ajili ya kusimamia uadilifu, katika hali hii jamii yetu itakuwa mfano wa pepo katika dunia hii. Hazur anasema kama nilivyosema katika Qur'ani tukufu kuhusu uadilifu, amri zinapatikana. Nitaeleza aya moja mbili kuhusu hii. Katika sura An-Nisa Mwenyezi Mungu anasema inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil adli inna Allaha ni'ma ya'izukum bihi inna Allaha kana samian basira. इन अल्लाह का आना Yani hakika Mwenyezi Mungu anawaamuruni kuzirudisha amana kwa wanaozistahili, na ya kwamba mnapohukumu baina ya watu mhukumu kwa adili. Bila shaka mawaidha anayowatoleeni Mwenyezi Mungu ni mazuri sana. Hakika Mwenyezi Mungu ndiye asikiaye aonaye. यही नजर रखने वाले Katika aya hii jambo la kwanza lililoelezwa इस आयत में तो ni kwamba इमानतों को anatakiwa amana itolewe kwa wenye haki. इस बारे में Kuhusu hii hivi karibuni nimeshawahi kutoa hutuba kwa ndefu. कि ये
hutuba ndefu kwamba mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi katika jumuiya. ذاتی خواہش kwa hiyo msifanye uchaguzi kwa kuzingatia tamaa za nafsi zenu, si ujamaa wenu, bali kwa kutimiza haki ya uadilifu na kwa kutimiza haki ya amana. mchague wenye madaraka katika jumuiya, wale ambao wanaweza kufanya uadilifu na kazi zao. बहरहाल sasa uchaguzi umeshafanyika. बाज जगह sehemu nyingine मुंतखब करने waliochagua wenyewe sawa na maoni yao walichagua wenye madaraka wanaostahili kuchaguliwa, na sehemu nyingine mimi mwenyewe nimefanya mabadiliko या मशवरे देने au mimi sikukubali ushauri ya wenye ushauri. अगर कोई अच्छा ikiwa mtu mmoja alikuwa anafanya kazi vizuri, nilimwacha aendelee kufanya kazi. kila mwenye kufanya kazi anakuwa na kiwango chake. yeye anapofika katika kiwango chake, इंसान पहुंच जाता है उसकी सलाहियतें katika hali hii maendeleo zaidi hayapatikani katika idara ile, na inawezekana yule mtu सकता है कि वही शख्स ikiwa hafanyi kazi vizuri katika idara moja, labda katika idara ingine atafanya kazi vizuri zaidi. na kwa sababu ya hii pia nilifanya mabadiliko kadhaa. की गई watu wengine wanadhani kwamba wengine waliondolewa katika idara mbalimbali kwa sababu nimewakasirikia. Anasema badala ya kuwakasirikia mimi nilizingatia faida ya jumuiya. Nilipoona kwamba katika mabadiliko kuna faida ya jumuiya, nilifanya mabadiliko, na kule uadilifu ulitakiwa kwamba katika idara zile nifanye mabadiliko. hali ya mioyo Mwenyezi Mungu anajua. Sisi हम तो tunatoa hukumu na uamuzi sawa na hali ya kidhahiri, मुताबिक ही करते हैं कर सकते हैं lakini katika jumuiya kadhaa na katika nchi kadhaa hata mpaka leo watu wamezingatia जाती पसंद upendo wao na ujamaa wao, na kwa sababu ya hii wenye madaraka wamechaguliwa. Mwenyezi Mungu awapatie akili watu wa aina hii na जो जाती ambao wanatanguliza tamaa ya nafsi zao juu ya faida ya jumuiya au masilahi ya nafsi zao juu ya faida ya jumuiya. जो अहदेदार मुंतखब हुए हैं Ilmradi wenye madaraka wameshachaguliwa. Sasa wale ambao waliochaguliwa wanatakiwa wao waeleze udhaifu wao kwa Mwenyezi Mungu na wao muombe msaada kwa Mwenyezi Mungu, na kwa kutimiza haki ya uadilifu watimize majukumu yao. Chio ni inam na zawadi ya Mwenyezi Mungu, inatakiwa iheshimiwe. katika mambo ya kuwatendea wanajumuiya na kuwasaidia, na katika malezi yao जमात के kwa ajili ya kupata malengo ya jumuiya na mipango inayoundwa na inayofanywa kwa ajili ya kupata malengo ya jumuiya. Kuhusu hii mnatakiwa mufuate uadilifu na mufanye juhudi sana, से काम na kwa kufanya juhudi sana mujitahidi kutimiza haki. क्योंकि ताकत antahkumu bil adl, yani mutawale kwa adilifu. hali hii inaweza kupatikana wakati kwa kutumia nguvu yote na kwa kufanya juhudi sana. jukumu lililopewa kila mmoja ajitahidi kutimiza lile jukumu. kila mwenye madaraka na mwenye cheo anahutubiwa katika hii, awe wa katika jamaat जमात का मुफाद ya nchi au jamaat ya kitaifa. चाहिए उसका हावी wakati wa kutimiza jukumu hili inatakiwa faida ya jumuiya izingatiwe. pengine Mwenyezi Mungu anasema kwamba yeye anajua kila kitendo tunachokitenda na anazo habari zake na anahesabu vitendo vyetu. का जो मौका basi उससे फजले nafasi hii ya kuitumikia जालाने dini iliyopatikana अब हर मुंतखब kila aliyechaguliwa ni sasa ni jukumu lake kwamba atimize haki yake.
अल्लाह ताला तो mwenyezi mungu atawauliza viongozi wa dunia pia na atafanya hesabu yao, lakini wale ambao ताला wanaochaguliwa wanaoteuliwa kwa ajili ya kazi ya mwenyezi mungu, ikiwa wao hawatimizi haki ya amana zao na hawatimizi majukumu yao kwa uadilifu, wao wataulizwa zaidi kuliko viongozi wa dunia. Basi kila mmoja anatakiwa ajitahidi kwamba kwa kufanya istighfar na kwa kuomba msaada kwa mwenyezi mungu na kwa kuonyesha unyenyekevu ajitahidi kutimiza majukumu yake. mwenyezi mungu awezeshe wenye madaraka wote kwamba waweze kutimiza haki ya majukumu yao. Kisha tunaona kwamba katika mambo ya nyumbani, katika mambo ya biashara, ओहदेदारों baada ya kutimiza पूरे करने के बाद uadilifu, mwenyezi mungu anasema nini kuhusu kutimiza uadilifu? Tunakuta amri moja. Amri hii ni dhamana ya kuthibitisha पूरी दुनिया uadilifu katika jamaa, ni katika duniani kote. Katika sura al-Maida aya ya 9, katika aya hii mwenyezi mungu anasema ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada bilqisti wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. इन अल्लाह खबीर yani aliyemliamini kuweni wasimamizi kwa ajili ya mwenyezi mungu, mtu wao shahada kwa adili, na uadui wa watu usiwashawishini ya kwamba msifanye uadilifu. Shikeni adili, hiyo ni karibu sana na utawa, na mcheni mwenyezi mungu. Hakika mwenyezi mungu anazo habari za yale mnayoyatenda. शबा खबर रहता है जो तुम करते हो। Sasa angalieni, देखें दुनिया से kwa ajili ya kuondoa fitina ufisadi duniani, mafundisho haya ni mazuri kiasi gani. Wale wanaoleta shutuma dhidi ya Islam, ना अपनी दुनियावी wao तालीम में कवानी katika mambo ya na taalim ya dunia na katika mafundisho ya dini hawezi kutoa mfano wa aina hii. Mwenyezi Mungu anasema kunu kawamina lillahi, yani kwa ajili ya Mwenyezi Mungu mtoa का मतलब है कि जो shahada, इंतहाई आसान तरीक पर बगैर yani और मुस्तकिल मिजाजी से करता चला mwaminio mkweli ni yule ambaye anaendelea kufanya kazi yake bila kuwa na kasoro, na mwaminio anafanya kazi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na katika kazi hii झोल आने देता है anajitahidi kasoro isipatikane, wala hawezi kuwa mvivu, wala hazingatii masilahi ya nafsi yake. Mwenyezi Mungu anasema kwamba mwaminio kazi yake ni kwamba kwa ajili ya uadilifu atoe shahada. इंसाफ का मयार Uadilifu si huu tu kwamba anafanya uadilifu na mke na mume. Uadilifu si huu tu kwamba unafanywa na wenye biashara wenzake. अपने अफसरों और माते Si uadilifu huu tu kwamba unawatendea vizuri viongozi wake na watu wanafanya kazi pamoja naye, bali uadilifu ni ule ambao unafanywa na maadui, kwa sababu ukweli na kwa sababu cha Mungu hasa unapatikana wakati mtu anafanya uadilifu na maadui pia. Ndipo mtu anaweza kupata sifa ya kuwa Muislamu halisi, ndipo njia za mahubiri itafunguliwa, ndipo mafundisho mazuri ya Islam yatajulikana kwa wengine. Hapa pia mwishoni Mwenyezi Mungu anasema kwamba Mwenyezi Mungu anazo habari za yale mnayoyatenda. Ikiwa hali hii मयार नहीं haipatikani, hamwezi kujiita mnafuata ucha Mungu. Kwa kusema kavam, मुस्तकिल Mwenyezi Mungu amesema kwamba mnatakiwa muendelee kufanya uadilifu. इस बारे में Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema kuhusu hii, Mwenyezi Mungu
अदल के बारे में जो बगैर सच्चाई पर पूरा कदम amesema kuhusu uadilifu kwamba la yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu yadilu huwa aqrabu littaqwa, यानी दुश्मन कौम yani की दुश्मनी तुम्हें इंसाफ से माने ना हो। uadui wa watu usiwashawishini ya kwamba msifanye uadilifu, shikeni adili, hiyo ni karibu sana na utawa. Mnaona wakati watu wanapomwaga damu na wanapowaua watoto na wanawake kama makafiri wa Maka walifanya, kisha hawajizuii katika vita, katika inakuwa ngumu sana kufanya uadilifu na watu wa aina hii. Lakini Qur'ani tukufu imesema kwamba uadilifu unatakiwa ufanywe na watu wa aina hii pia. Sayyidina alayhi salatu wasalam kwa kumhutubia yule aliyekuwa akimwandikia anasema kwamba wewe umeanguka katika shimo la chuki, wewe huwezi kuelewa mambo haya. Katika Injili imeandikwa kwamba muwapende maadui, lakini haikuandikwa kwamba ikiwa wanafanya dhulma mufanye uadilifu katika hali hii pia. Na waambieni kweli kweli kwamba kuwatendea vizuri maadui ni vizuri, lakini kufanya uadilifu na maadui, jambo hili ni ngumu sana, na hii ni hii ni kazi ya wale ambao ni shujaa. Wengi wanawapenda maadui wao na wanazungumza nao kwa upole, lakini wananyimwa haki zao. Ndugu mmoja anampenda nduguye, na katika mapenzi haya anamdanganya na ananyimwa haki yake. Ikiwa ni mkulima, yeye haandikishi jina la nduguye katika makaratasi ambayo ni makaratasi ya serikali, na hivi anaonyesha mapenzi yake ya hali ya juu, lakini ananyima haki yake. Lakini Mwenyezi Mungu hakueleza kwamba katika hali hii ya mapenzi, bali Mwenyezi Mungu ameeleza kwamba mapenzi inatakiwa iwe ya aina gani, na mapenzi haya ni kufanya uadilifu. Na alisema yule atakayefanya uadilifu kwa maadui wake ni yeye ambaye anayependa maadui wake. Hii ndiyo ni hali tunayotakiwa tuwe nayo. Baada ya kutimiza haki ya uadilifu katika hali mbalimbali katika kwa ajili ya jamii mbalimbali, mambo niliyoyaeleza mbele yenu, sasa zaidi Mwenyezi Mungu anatuamuru ni hii: wa bi ahdillahi aufu, yani mutimize ahadi ya Mwenyezi Mungu. islam ki ek aur khubsurat taaleem और खुदा ताला sisi tumekumbushwa kuhusu mafundisho mazuri mengine ya Islam na kuhusu amri nyingine ya Mwenyezi Mungu. Kufuata amri zote za Mwenyezi Mungu ni muhimu sana kwa ajili ya kuboresha uzuri wa mwanadamu. Na Mwenyezi Mungu katika Qur'ani tukufu amri alizozitoa katika hali mbalimbali alisema hii pia kwamba kwa ajili ya Mwenyezi Mungu au kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu mnatakiwa mutimize ahadi zenu. Na alisema hapa kwamba hii inaweza kutokea wakati mioyo yenu ni safi, wakati mioyo yenu imejaa na imani hii kwamba kila kazi nitakayofanya nitafanya na fikira hii kwamba हुक्म पर अमल की तरफ तवज्जो इसलिए करनी है कि मैं kwamba nitatimiza ahadi ile niliyofanya na Mwenyezi Mungu. और सबसे Na ahadi kubwa aliyofanya muaminio na Mwenyezi Mungu ni ahadi ya muaminio, na ile ahadi ni ahadi ya bayat. Ikiwa tunaelewa uhakika wa ahadi hii, katika hali hii तमाम अहकाम पर अमल tunaweza kutimiza haki zote na tunaweza kuzingatia wema wenyewe. मुस्लिम अलैहिस्सलाम Sinam alayhi salatu wasalam katika masharti ya bayat, ahadi aliyochukua katika ahadi ile alitulazimisha पाबंद किया है kwamba ikiwa sisi tunaendelea दोहराते रहें अहमदी kufuata katika hali hii, jamii inaweza kuwa safi katika maovu ya kila aina.
sasa kwa fupi nitaeleza kwamba masharti ya ahadi hii ni nini. Ya kwanza ni kwamba mpaka mwisho wa maisha hatutafanya ushirikina, na ushirikina ni aina mbalimbali ambayo maelezo yake nimeshawahi kueleza katika hutuba za Ijumaa. Kisha ya pili ni kwamba uongo, zinaa, ufisadi na katika bughudha nitajiepusha mbali, na nimeshawahi kueleza maelezo yake pia katika hutuba zangu. Kisha ni kusali swala na kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam na kufanya istighfar na kukumbuka ihsani za Mwenyezi Mungu, na kwa sababu ya hii kumhimidi Mwenyezi Mungu. Watu wengi ambao walikuja hapa kwa sababu ya hali ya Pakistan, Mwenyezi Mungu aliwafanyia ihsani kubwa sana kwamba aliwapatia uhuru, na upande wa fedha pia Mwenyezi Mungu aliwatajirisha. Kwa sababu ya hii badala ya kuwa na kibri, inatakiwa wao wamsifu Mwenyezi Mungu, wanatakiwa wamshukuru Mwenyezi Mungu. Na alisema kwamba mwanajumuiya asimdhuru yeyote, kisha kwamba asiwe na malalamiko na mashitaka. Ikiwa anapewa baraka inam kutoka kwa Mwenyezi Mungu amshukuru, lakini kama anajaribiwa asiwe na malalamiko wala mashitaka. Na kwa kujiepusha mbali katika mambo ya dunia, kufuata amri za Mwenyezi Mungu na amri za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa kuacha kibri, kuwa na unyenyekevu na kutanguliza heshima ya Islam juu ya nafsi na mali na watoto, kwa ajili ya kuwafaidisha wanadamu, kufanya juhudi na kutumia nguvu yote kwa ajili ya kuwapatia faida. Kisha alisema hii pia kwamba kuwa na mfano wa hali ya juu katika utii wa Sayyidina alayhi salatu wasalam na katika mapenzi yake, na kitu chochote kisitangulizwe juu yake. Hii ndiyo ni ahadi ambayo tulifanya wakati wa kuingia katika jumuiya Ahmadiyya. Kuna haja ya kuchunguza hali zetu kwamba kiasi gani tunatimiza ahadi hii. Katika Ramadhan tunapata nafasi ya kufanya mwema sana. Inatakiwa tuchunguze hii pia, kama siku hii ya leo ni siku ya mwisho wa Ramadhan, bali inatakiwa tuendelee kuchunguza mwaka mzima kwamba kiasi gani sisi tunafuata ahadi hii, kiasi gani tunatimiza ahadi tuliyofanya na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anasema, ikiwa mnaahidi kwamba mtatimiza, katika hali hii mtapata ujira mema, mtapata ujira ambao ni zaidi kuliko fikira zenu. Mufanye ahadi kisha mutimize ahadi yenu. Kisha Mwenyezi Mungu anasema kwamba mnapotimiza ahadi mliofanya na Mwenyezi Mungu, katika hali hii Mwenyezi Mungu atasafisha mioyo yenu. Kwa kufanya hivi atasafisha mioyo yenu katika uchafu wa kila aina, na atawaingizeni pamoja na wale ambao ni marafiki zake, ni ambao Mwenyezi Mungu anawapenda. Na msione wala msidhani kwamba ikiwa hamtimizi ahadi zenu hamtapata zawadi ya baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu, bali Mwenyezi Mungu anasema kwamba nyinyi mtaulizwa kuhusu ahadi zenu. Katika hii ni ahadi za aina zote, ahadi zilizofanywa na Mwenyezi Mungu. Ikiwa hazitimizi ahadi zile, kwa sababu ya hii pia tutaulizwa na ahadi ambazo mnafanya na watu.
ambazo ni ahadi kwa mujibu wa Qur'an tukufu, ikiwa ahadi zile pia hamtumizi, kwa sababu ya hii pia mtaulizwa. Kwa mfano katika hutuba ya Ijumaa iliyopita, hukumu kuhusu mayatima imeshapita. अल्लाह ताला ने Mwenyezi Mungu इनको संभालने की जिम्मेदारी लेनी amesema kwamba ikiwa mnawaangalia vizuri, pia ni ahadi. Ikiwa nyinyi hamtimizi majukumu yenu hii, basi mnavunja ahadi yenu, na kuhusu ahadi yenu hii Mwenyezi Mungu atawauliza. Kisha vile vile ni viongozi, अगर वो ikiwa wao hawatekelezi vizuri majukumu yao, majukumu ya utawala wao, wao pia wataulizwa na Mwenyezi Mungu. Ikiwa hawatimizi haki ya amana, wao pia wataulizwa. भी पूछे जाएंगे. Kwa bahati mbaya katika nchi za Waislamu मुसलमान ममालिक में viongozi wote wanaopatikana ni wa aina hii, kwamba wao वो अपने हक hawatimizi majukumu yao kwa adilifu, इंसाफ से बजा ला रहे हैं wala और ना ही hawatimizi haki za wananchi, कर रहे हैं. na hawana haufu kwamba labda hawataulizwa, lakini Mwenyezi Mungu anasema lazima mtaulizwa. Kuhusu wenye madaraka katika jumuiya, nimeshawahi kueleza kwamba wao wanatakiwa wafanye uadilifu ikiwa wao pia hawatimizi haki yao, kiasi wanapotakiwa watoe wakati. Ikiwa hawatoi wakati na hawatoi hukumu kwa kufanya tafakur, kwa kufanya kwa makini, के साथ na hawafanyi uadilifu na wanajumuiya, katika hali hii wao pia wataulizwa na Mwenyezi Mungu. Na mwanajumuiya wa kawaida pia ambaye analazimika kutimiza ahadi yake, जिसको उसने nimeshawahi kueleza ile ahadi pia, शरायत पैदा ikiwa hatimizi ahadi ya masharti ya bayat, yeye pia ataulizwa na Mwenyezi Mungu kuhusu ahadi yake. फिर एक और अहम Kisha kuna ahadi nyingine pia ambayo nataka kuwakumbusheni. जो हर मुल्क का Kila mwenye nchi wa nchi mbalimbali, kwa kumfanya Mwenyezi Mungu shahidi au kwa kuwafanya viongozi wake kuwa mshahidi, anafanya ahadi hii. अहद ले रहा हो Hii pia ni ahadi ambayo inatakiwa itekelezwe. Kutekeleza ahadi hii na kutimiza ahadi hii ni jukumu la Muislamu. मुसलमान पर फर्ज है. Ikiwa hatimizi ahadi hii ni udhaifu wa imani yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema वसल्लम ने फरमाया kupenda nchi ni sehemu ya imani. ईमान का हिस्सा है. Wanajumuiya wanatakiwa wazingatie amri hii ya Mwenyezi Mungu pia. Na nimepata taarifa kwamba sehemu nyingine watu बाज जगह wengine wanapofanya biashara yao कारोबार कर na wanapoajiri watu kwa ajili ya biashara yao, wanawapatia mshahara kidogo, au wanaonyesha kwamba wale watu wanapata mshahara kidogo, na wanawaambia kwamba mshahara mwingine mnaweza kupata kutoka kwa council, na wanasema yote tunafanya kwa ajili ya faida yenu. Lakini kwa kufanya hivyo, wao wenyewe wanasema uongo na wanamlazimisha yule mfanyakazi aseme uongo, na wanavunja ahadi wenyewe, na wanamlazimisha yule mfanyakazi pia avunje ahadi. अमलन ये Lakini kweli ni kwamba wanazingatia faida yao. ऐसे लोग Watu wa aina hii wanaosave hela fedha, kisha hawatoi tax ya serikali, इसको टैक्स भी बचाते हैं. na hii ni hasara ya serikali, इसका नुकसान है. ni kinyume na ahadi aliyofanya na serikali. Na kwa kuwapatia mshahara kidogo wale wafanyakazi, और पूरा काम au kwa kuchukua kazi zaidi kutoka kwa wafanyakazi, na kwa kuwapatia faida kutoka kwa council, wanampatia hasara ya hazina ya serikali. Mambo haya yote ni ya dhulma है, सरासर जुल्म है. na ni sawasawa na kuvunja ahadi. Wakati wa kupata uraia wa hapa, anayofanya ahadi hii ni kuvunja ahadi ile pia, kwa sababu katika ahadi ile imesema kwamba nitasema kweli. बस हुकूमत का Wao wanavunja ahadi ya serikali na wanavunja ahadi ya Mwenyezi Mungu pia, na wanakuwa wenye dhambi pia.
basi mwanajumuiya anatakiwa azingatie na chunguze mambo yake yote. Kwa sababu ya kutokutumiza ahadi ingine, uovu mwingine unapatikana. Nataka kueleza ule uovu ule unatoka kutoka nyumbani na kisha unaharibu amani ya nyumba mbili, na hali hii inapatikana wakati wa hula na talaka. Na katika hali hii ni kwa sababu ya kutokufuata amri za Mwenyezi Mungu, na ni wakati wa kuvunja ahadi zao. Katika uhusiano huu Mwenyezi Mungu ametukumbusha kwamba tuseme kweli na tufanye uadilifu. Ikiwa uadilifu unafuatwa au kweli nasemwa, basi mambo yote yanaweza kurekebika. Lakini wakati ihtilafu inapopatikana baina ya mume na mwanamke, nasaha alizotoa Mwenyezi Mungu tunatakiwa tuzingatie nasaha ile, hususan mume. Mwenyezi Mungu anasema wa in aradtum istibdala zawji makana zawjin wa ataytum ihdahunna kintaran fala ta'khudhu minhu shay'an atakhuzunahu buhtanan wa isma mubina. yani wa kayfa ta'khuzunahu wa qad afza ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mithaqan ghaliza. Na kama mkitaka kubadilisha mke mahali pa mke wa zamani, na hali mmoja wao umempa rundu la mali, basi msimnyang'anye chochote. Je, mtainyang'anya kwa kusingizia na kwa hatia iliyo wazi? Na mtainyang'anyaje na hali nyinyi kwa nyinyi umeingiliana nao, wamepokea kwenu ahadi thabiti? Hazur anasema ikiwa kwetu amri hii inafuatwa, kesi inayoendelewa katika kadhaa yetu kwa muda mrefu, hali hii haiwezi kupatikana. Baadhi wakati baada ya kutoa talaka wanaanza kulaumu. Hii ni dhambi waziwazi. Hata kama kweli inapatikana katika ile, inatakiwa jambo hili liachwe kwa Mwenyezi Mungu. Kuhusu ushahidi pia kuna masharti chungu mzima. Na jambo lingine ni kwamba ndoa ni ahadi, inakuwa ahadi baina ya mume na mwanamke. Mume na mwanamke wanafanya ahadi. Mwenyezi Mungu anasema kwamba wakati mnapoachana, ingawa hakuna mshahidi wa ahadi zile, lakini mnalazimika kutimiza ahadi zile pia, kwa sababu Mwenyezi Mungu yupo kila mahali. Ikiwa kwa sababu yoyote mnaachana na mnavunja ahadi hii, katika hali hii pia mnalazimika kutimiza ahadi mlizozifanya nyinyi wenyewe. Na zawadi mliotoa hamruhusiwi kuomba ile zawadi, isipokuwa labda kazi anapoona kwamba mwanamke amekosea katika hali hii. Ikiwa anatoa amri ya kurudisha, pengine mahari inatakiwa aitolewe. Udhuru hii kwamba ikiwa khula inatolewa hak mahar haitolewi, hii si sahihi. Mahari inatakiwa itolewe katika hali zote mbili, yani katika hali ya talaka na khula. Lakini mwanamke na mume wanatakiwa, ndoa ni ahadi, katika vyovyote wanatakiwa watimize ahadi hii ya ndoa. Lakini kama kwa bahati mbaya wanalazimika kuachana, katika hali hii pia wanatakiwa wazingatie mambo kadhaa, na wanatakiwa wasitiri aibu za wengine. Ikiwa mwanamke amepewa haki sawasawa na mume katika Islam, katika hali mwanamke pia analazimika kwamba yeye pia aseme kweli, na kwa kutimia ahadi na uadilifu atimize majukumu ya nyumbani. Na katika hali hii yeye pia asiwalaumu waume zao. Sayyidina alayhi salatu wassalam anasema kuhusu ile hali ambayo inatakiwa mwaminio awe nayo. Amesema mwaminio ambaye katika mambo yake yawe kwa Mwenyezi Mungu au yawe kwa viumbe vyake,
बेकैद और ikiwa kwa haufu hii kwamba isije wakapata lawama kutoka kwa Mwenyezi Mungu, अपनी ईमान wanazingatia amana zao na ahadi zao na wanaendelea kuchunguza ahadi zao na amana zao, na kwa hadubini ya uchamungu wanaendelea kuzingatia na kuchunguza ahadi zao, ता ऐसा न हो isije katokea kwamba kasoro ipatikane katika ahadi zao na amana zao na amana za Mwenyezi Mungu ambazo wanazo जैसे kama viungo vyote, nafsi, mali na heshima. और माल और इज्जत वगैरह Wao kwa पाबंदी ये sawa na uwezo wao na kwa kufuata uchamungu बहुत wanatumia kama ipasavyo ahadi waliofanya na Mwenyezi Mungu wakati wa kuamini. Kwa nguvu yao yote wanajitahidi kutimiza ile ahadi. Vile vile amana za viumbe pia ambazo wanazo जो ईमानतों के हुक्म wao, kuhusu hii pia wanajitahidi kutimiza amana zile kwa uchamungu, ज्यादा वाकया हो na kwa kuzingatia uchamungu wanatoa hukumu hata kama wanapata hasara katika hukumu ile. तमाम अमाल में Na kwa njia za uchamungu mtu anatakiwa afanye kazi. Uzuri wa mwanadamu ni katika kufuata njia zote za uchamungu. तकवा की बारी Njia za uchamungu तीफ नकूश और खुशनुमा ni uzuri wa imani, जाहिर है कि खुदा ताला की ईमानतों और ईमान kuzingatia amani करना na viungo vyote vinavyopatikana kama ni macho, masikio, mikono na miguu na viungo vingine, और दूसरे na kwa kibatini ni moyo na hulka nyingine. दूसरी कुव्वतें और अखलाक हैं Kutumia vitu hivi vyote kama ipasavyo ni uchamungu, रोकना और उन na हमलों से मुतनब्बे रहना और vile vile kuzingatia haki za wanadamu. Hii ndiyo ni njia ambayo inaonyesha uzuri wa mwanadamu, na Mwenyezi Mungu amesema uchamungu ni mawazi ya mwaminio, na libasu takwa ni neno la Qur'ani tukufu. Hii inaashiria kwamba uzuri wa kiroho रूहानी खूबसूरती na uzuri wa kiroho inapatikana kwa uchamungu, na uchamungu ni hii kwamba तकवा ये है mtu atimize ahadi zote na amana zote za Mwenyezi Mungu, vile vile ahadi na amana zote za viumbe vyote atimize. वो सारे आयत रखे, यानी उनके दकीक दर दकीक पहलुओं पर ताबे मकदूर कारबंद हो जाए। Mwenyezi Mungu ajalie kwamba kwa kufuata uchamungu tuweze kufuata amri zote za Mwenyezi Mungu, करने वाले हों, tuweze kutimiza ahadi zetu zote. आने वाले हों Na katika Ramadhani hii और इस रमजान में kwa ajili ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu, juhudi tuliyofanya जो हमने कोशिशें की हैं tuendelee na juhudi hii. जिसे कायम रहने Juma hii ya leo isiwe kama ni Jumaa ya mwisho, और रमजान na wema tuliofanya katika Ramadhan tusiache छोड़ना baada ya juma hii, kama Mwenyezi Mungu alivyosema kwamba mwaminio ni yule ambaye anaendelea kufuata wema na anatimiza ahadi zake. Mwenyezi Mungu atujalie kwamba Ramadhani hii हमें बेशुमार बरकत ituachie baraka chungu mzima और कुरान करीम में दी na amri zilizotolewa katika Qur'ani tukufu. Sisi tuweze kuelewa vizuri zaidi amri hizi. ये चंद Nimetoa mifano kadhaa ya amri za Mwenyezi Mungu. Kila mmoja wetu anatakiwa atafute amri hizi, ndipo sisi tunaweza kuhesabiwa na wale watu ambao waliopata faida ya Ramadhan. का फायदा उठाया। Mwenyezi Mungu atujalie wengi wetu wawe miongoni wa wale waliopata faida na waendelee kupata faida katika siku za usoni pia. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر